najitahidi kukaa kimya, kuachia nafasi wengine, lakini acha niitumie hii ya leo kwa sababu sijui kama itakuja kujirudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni ushuhuda ambao unaweza ukakusaidia nawe mwingine, ukakuvusha mahali ambapo huenda umekwama. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuzungumza kile Mungu ambacho amefanya kwangu ili na wewe kiweze kukujenga. Nimekuwa nikizungumza sana kanisa langu, lakini leo acha nizungumze na yamkini kuna mtu mwingine kutoka mahali pengine. Mimi binafsi nimezaliwa Bukoba. Mama yangu ni Mhaya, baba yangu Mnyakyusa. Nakumbuka wakati tumetoka Bukoba tumerudi mkoa wa Mbeya, ulipita kama mwaka mmoja. Baada ya Bukoba kumzika mama, tulikuja Mbeya tukakaa mwaka mmoja, nikamzika mdogo wangu na nikamzika baba pia. Lakini baada ya kuwazika hawa watu mwaka 96 nilianza kuugua. Mwaka 99 sisi kwenye familia yetu tulikuwa kuna utaratibu ulikuwepo toka mwanzo. Kila mwaka ulikuwa nazikwa watu 4. Kila mwaka. Mwaka 99 nikawa ninaugua sana. Niliugua sana kupita kawaida. Waliamua wazazi kina baba mdogo kwenda kwenye uganga. Waganga wakasema kuna kijana mmoja ametoka Bukoba, amefiwa na mama yake, amefiwa na baba yake na amekufa mdogo wake. Naye tunaliona kaburi limechimbwa, atakufa. Ukasema hao 3 wengine ambao watakufa kwa mwaka huo tutawasaidia, ila yeye hataweza kusaidiwa kwa sababu wameishazikwa. Nakumbuka wakati wamerudi wanazungumza mle ndani, walikuwa wanazungumza kwa mafuko, wananificha kwa sababu nilikuwa hali ya maututi, nabebwa kutoka nje, nabebwa kurudishwa ndani. Lakini nakumbuka ilipofika mwezi wa 12 mwaka 1999, mwezi wa 12 ambao ndio mwaka walikuwa wanaanza kufa mpaka mwezi wa 4, nilikuwa nimebebwa, nimewekwa nje. Wanyakyusa anajua kuna mahali alikuwa anatengenezwa kichanja, wanaandika vyombo juu. Wakao wamenilaza pale. Bibi yangu alikuwa ni mtu wa pombe, akawa ameondoka kwenda kwenye kilabu. Nikiwa pale nimelala chini ya kile kichanja, nilipata usingizi ambao sijawahi kupata kwenye maisha yangu. Usingizi ambao ulikuwa unanivuta, siwezi kufungua macho yangu. Ghafla nikajikuta nimeshindwa kwenye ule usingizi, nikawa nimelala. Baada ya kulala niliibuka ng'ambo. Nataka nikwambie mbingu zipo, jehanamu ipo. Nikawa nimeibukia ng'ambo ya pili. Niliziona njia 2 ambazo mpaka leo ni kama naziona. Niliona njia moja ikiwa mkono wangu wa kuume, nilikuwa nimesimama hivi, imepanda mlimani na nilikuwa napita kwenye msitu. Kushoto kwangu niliona njia kubwa yenye rangi ya wekundu kama vitambaa vyekundu sana. Mimi nilipoiona ile njia ikabidi nifuate ile kubwa ambayo ni nyekundu alafu ina mapana. Nilipoendelea kutembea, nilifika mbele, nilikuta njia imekata kama msalaba. Ile njia iliyokata mbele yake niliona giza alafu na moshi ambao umetoka chini mpaka juu. Sasa nikiwa nimesimama ng'ambo naangalia lile tukio la kule ng'ambo, nilimuona mama yangu mzazi akiwa anatoka kwenye ile hali, akiwa na weusi ambao siwezi kuelezea. Alikuwa na weusi kama spika, yani weusi sana. Ghafla wakati namwangalia ni mama namtambua, nikamwona na baba wanatoka, wanaibuka ni kama watu wanaotoka shimoni, alafu wanakuja kuniangalia. Sijakaa sawa, nikamwona babu alikufa kabla mimi sijaja Mbeya. Nikaona baba zangu wengine walikufa, nilikuwa nasimuliwa, siwafahamu, lakini kadri walipokuwa nasogea nilikuwa ninawatambua. Alafu nikaanza kuogopa kwenda eneo ambalo wapo, lakini kuna roho kwenda nivuta niende lazima. Wakati ninatamani kuvuka kwenda ile ng'ambo, sasa naona nyuma yao giza ambalo sijawahi kuiona duniani. Moshi umetoka chini mpaka juu. Mtu mmoja alitokea akaniambia, unaenda wapi? Nikamwambia ninakwenda kwa baba yangu na mama yangu wale kule. Akasema hii njia sio ya kwako. Kwa nini unapita hii njia? Wewe unatakiwa urudi duniani ukamtumikie Mungu. Sasa akaniambia urudi duniani ukamtumikie Mungu. Mimi nilikuwa ni mdogo kipindi hicho. Nikawa natafuta mpenyo ili nikimbie nivuke niende kwa wazazi wangu. Yule mtu alinipiga
akanipiga na fimbo mgongoni. Nikageuka, akaniambia njia yako ni ile iliyopanda mlimani, sio hii uruhusiwi kupita. Nikawa ninarudi ninakimbia, anaponikimbiza tulipofika pale ambapo nilitokea kwenye shimo, yule mtu akaondoka, nikajikuta niko peke yangu. Alafu ninaogopa kurudi kwenye ile njia ambako niliwakuta wazazi wangu, lakini naogopa pia kwenda ile njia, maana ni ya msitu. Nikageuka nikarudi kwenye ile shimo. Niliporudi kwenye ile shimo nikashtuka. Kitendo cha kushtuka, nikajikuta kumbe mvua imenyesha masaa mengi. Sisi pale tulipojenga kwetu ni bondeni, juu kuna milingoti. Takataka za kutoka mlimani zimesombwa na mafuriko, zimenifunika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara ya kwanza nilikuwa na miezi 6 nabebwa. Kwa mara ya kwanza niliinuka kutoka pale chini. Nilipotoka pale mahala nikaingia ndani. Saa 5 usiku akawa naingia bibi yangu alikuwa na mizimu. Akatoka huko anaimba na roho ile ya mizimu. Kufika pale ndani akakuta mimi nimewasha moto nimekaa. Bibi mizimu ilikata. Kwa sababu hakuamini kila alichokikuta. Baadaye akaanza kuongea akasema, ninajua unanifariji ila wewe huwezi kupona. Na nimechelewa nikijua nitakutumisha kufa. Nikawa nimepona. Ilipopita mwezi mmoja baadaye, ikabidi wamfuate mganga. Uliyetuambia ndio anakuwa wa kwanza kufa, mbona amepona? Lakini ulipofika mwezi wa pili, akafa shangazi bila kuumwa. Mwezi wa pili kwa siku ya Jumanne, Jumatano wiki lingine akafa mtoto wa mdogo. Jumatano wiki lingine akafa mtoto wa shangazi. Kwa hiyo kwa umetimia watatu, nikabaki mimi. Wakamfuata mganga. Wakasema imekuwaje? Wale waliosema tutoe sadaka watapona ndio waliokufa. Na wale waliotuhakikishia na kufa, mbona anaishi na amepona? Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hayo, nilikuwa sielewi nini maana ya wokovu. Nilikuwa sijui. Na ile sauti inaniambia kumtumikie Mungu, wala nilikuwa sijawahi kuielewa. Nimetembea nimeenda mpaka mwaka 2003 mwezi wa 12 nikawa naokoka. Baada ya kuokoka nikakutana changamoto nyingi za maradhi. Hatimaye nikaamua kukimbia kuja Uyole. Kitendo cha kufika Uyole nilifikia kwa ndugu yangu mmoja. Wakati ninakaa kwake, kwa muda fulani alinichukua kule nyumbani kwamba atanifundisha biashara. Nilipofika hapa akaenda kwa mganga ili kunitoa kafara. Alipofika kwa mganga wakampa zile dawa, akaja nazo ndani. Sasa mimi sielewi. Nimetoka nimeenda kuna sehemu nilikuwa najifunza kazi. Nikawa nimeanguka lile eneo. Nilipoanguka wakaja wakanibeba sijitambui. Wakanirudisha mpaka mle ndani. Nilipofika mle ndani ufahamu kaja, niko wapi? Wakawa wamenifunga kitambaa kichwani maana nilikuwa nalalamika kichwa. Walimuita yule ndugu yangu kutoka kwenye chumba, hakutaka kutoka. Wakaniacha pale sebuleni. Nilikaa kwa muda wa masaa fulani, siwezi kutoa sauti, nikawa naomba ndani, Mungu nisaidie. Nikapata ufahamu. Nakumbuka kipindi hicho kituo chetu kilikuwa kinaongozwa na mzee Jim. Alikuwa anaishi Uyole ya Kati. Nilipopata ufahamu nilitoka, nilienda Uyole ya Kati kwa mzee Jim. Nilimkuta mke wake. Nilipofika kwenye mlango nilianguka tena. Akaniombea. Baada ya kuniombea nikapona. Jioni ninarudi, laza wangu amekimbia mji. Akimbia mji. Lakini hebu niluke hapa nije mbele kidogo nione kile ambacho Mungu amefanya kwangu na vile Mungu anaweza akafanya kwako. Kuna watu tumeishi tunafikiri kama Mungu hayupo. Tunamwabudu Mungu kama vile hayupo. Nataka nikuhakikishia leo Mungu yupo. Mungu yupo. 2012 tulikuwa na mchungaji Kamnyoge na kanisa zima tulikuwa na viatu tofauti za kanisa. Tukiwa siku ya 3 nilisikia sauti ya Roho Mtakatifu kiniambia, Steve, kuanzia kesho usile, ingia kwenye maombi. Nikamwambia mchungaji, nimesikia sauti. Mchungaji akasema wenzio watakushangaa. Kwa sababu hii ni kazi na tunakutegemea kufanya kazi kwa pamoja. Wakikuona umefunga afisi tunafiatua watakuwa umekimbia kazi. Tumalize kwanza kazi, utaingia kuomba. Nikamtii mchungaji. Tukaendelea na kazi. Tulipomaliza kazi
Nikamwambia mchungaji, niliambiwa niombe. Akasema nina mkutano yule akati alikuwa anahubiri kwa mchungaji Tarabani. Akasema twende, siwezi kuhubiri bila wewe. Twende, tukimaliza maombi mkutano nitakusaidia kuomba. Tukatoka tukaenda yule akati. Tukafanya mkutano tukamaliza. Niliporudi nikaumwa. Niliumwa ugonjwa mkubwa sana, mama anakumbuka mpaka nilihamia kwake. Mtu mmoja akaniambia, huu ugonjwa unaumwa sukari. Ukienda kupima watakugundua na sukari. Tulitoka tulienda jeshini. Tulipopima nikagundulika nina ugonjwa wa sukari. Nikatoka, nikapewa masharti, nikapewa na dawa. Nilipofika ndani, nimeandaa maji ili ninywe zile dawa. Nisikia sauti ya Roho Mtakatifu kiniambia, usimeze kidonge chochote. Nikavishusha vidonge vyangu chini. Hali yangu ni mbaya. Waliokuwa wananiona kipindi hicho ni mashahidi. Baada ya hapo akaja mama mmoja akaniambia, nimekuletea kidonge hiki, ukinywa utapona. Roho Mtakatifu akaniambia, na hicho pia usi. Kwa hiyo nikachukua ile dawa nikaziacha. Hali yangu ikazidi kuwa mbaya mpaka mchungaji akanihamishia kwake. Nimekaa kwake, nakumbuka ilikuwa tarehe 9 ya mwezi wa 11 ambao ndio tarehe nafunga mwaka, tarehe niliyofungia ndoa. Ile siku ndio nilikuwa ninaondoka duniani. Nilijiona ninakufa. Kufa ni rahisi kuliko unavyofikiri. Niliona ninakufa, nikawa naogopa kumwangalia mke wangu, naogopa kumwangalia mchungaji, naona aibu. Nasikia kufa, naona dakika ya kufa imefika. Sauti kakata ya kuongea. Dakika ya mwisho ilitoka sauti moja, nilisema niombe. Mchungaji na mke wangu walianza kuomba mmoja na mchungaji kwa kulia. Wakati wanaendelea kuomba, niliona kitu kinatoka kwenye mwili wangu kama mvuke. Kilipotoka nikasema nimepona. Nikamwambia nimepona. Lakini ilipofika siku ya Jumatatu, nakumbuka mama mchungaji alikuwa ameenda kwenye mkutano wa kina mama, nasema alikuwa ameenda. Jumatatu aliporudi nikamwambia mchungaji, bado hali yangu sio nzuri. Ninaomba mkanipeleke kanisani. Siwezi kutembea. Jioni ilipofika, walinikokota mpaka kanisani. Wakati tuko kwenye jengo la CCM pale. Nilikaa siku 3. Siku ya 3 niliota ndoto, na ile siku ya 3 mchungaji alikuja usiku, tukawa tunaomba naye. Mungu yupo. Wakati tunaomba naye usiku saa 8, niliona treni moja yenye behewa 2. Ile treni kazi yake ilikuwa ni kukusanya maiti kando ya reli. Ilipofika maeneo ya Tazara station, niliona maiti zimerundikwa sehemu na maiti yangu ikiwemo. Niko hapa naiona maiti imechanganywa na maiti zingine. Treni ikasimama, wakabeba mili yote kaingiza kwenye treni. Anaporudisha mlango, nikasikia namuita dereva, usiendeshe, kuna maiti inacheza, haijafa vizuri. Aliporudi akafungua mlango, akachomoa ile maiti kuitupa chini, ni maiti yangu. Ikatoka kama upepo, ikaja ikanivaa. Nikashtuka. Kitendo cha kushtuka pale ghafla, nikawa siuko kabisa. Nikamwambia mchungaji, nimeota ndoto hii na hii. Akasema, ndani yako nasikia nini? Nikasema, ninasikia nimepona. Akasema, kama unasikia umepona, tumemaliza mambo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yupo na anafanya kazi. Mwaka 2017 Mungu alianza kunifunulia kwa habari ya huduma. Sikuwahi kusema na mtu. Bwana niambia kwa habari ya huduma. Wakati nimetoka kununua eneo la uwanja ng'ambo ile, mimi huduma nilikuwa sitaki, nilikuwa naogopa sana. Niliambiwa hivyo wakati nimenunua tu uwanja. Nilianza kuota ndoto nimejenga nyumba ya elo, ila ni ya nyasi. Na ndio niliyojenga hata sasa. Nikaambiwa na wazee wa ile ng'ambo, akasema, Steve, ukihamia huku tunakuua. Nikaamka nikamwambia mke wangu, nimeambiwa tukihamia kwenye uwanja wetu wataniua. Kwa hiyo ikawa vita inaendelea kiroho. Kila nikiota ndoto, nilikuwa naota ndoto nimenunua uwanja msituni. Niko peke yangu, hakuna nyumba nyingine. Nikienda mchana nyumba ni nyingi. Usiku, kila usiku, mpaka nikafanya process ya kwanza kuuza ile eneo.
Mungu akanikatalia. Siku moja nikaota ndoto, wale wazee akaniambia, bado unang'ang'ana kujenga hili eneo. Hili eneo ni la kwetu na tutakuua tu. Ghafla, na wakati nimemaliza ule ujumbe, nikaendelea kuomba Mungu, naomba kwa habari ya lile eneo, niuze au iweje. Siku moja nikaota ndoto, nimeshika shoka na panga, ninafyeka ile misitu. Kadri ninapoendelea kufyeka misitu, naanza kuziona nyumba ndani yake. Naziona nyumba ndani yake. Naziona nyumba ndani yake. Roho Mtakatifu kaniambia, una kazi ya kufanya kwenye eneo utakaloishi. Lakini kwa bado sina wazo la ndoto la huduma. Ilipofika 2017, ilikuwa 2019, 18, nimepelekwa kwenye huduma. Nilienda kumhudumia mtoto wa baba mdogo Igogwe. Nikagundulika nina ugonjwa wa ini, hepatitis B. Bwana Yesu asifiwe. Ni ugonjwa ambao huwezi kutibiwa, huwezi kupona. Kwa hiyo nilipoendelea kuishi na ile hali, niliendelea kuishi nayo, nafanya huduma, wala kanisa siwaambii. Nakumbuka nilimwambia mchungaji Ndejela. Kwa nini naendelea na ile hali? Ninaumwa kwa muda mrefu sana. 2020 niliamua kuchukua hatua ya kufunga baada ya kuona hali yangu imekuwa mbaya. Ini limevimba. Nikivaa shati lilikuwa linainuka. Tumbo langu lilivimba. Nilikuwa nashindwa kulalia tumbo, kulala chali, wala kulalia pembeni. Kazi yangu ilikuwa ni kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anafanya kazi. Baada ya hapo nikaamua kuchukua hatua ya kwanza kuomba. Nilisema Mungu, hapa bora nitafia kwenye maombi. Niliomba nikiwa nimefunga siku 7, sinywi maji, sili chochote. Nilipomaliza siku 7, hali yangu ilizidi kuwa mbaya. Nilikaa wiki 2, niliongeza tena siku 7. Nilipomaliza siku 7, hali yangu imezidi kuwa mbaya. Nikaanza kuona watu wawili. Yaani kama hivi brother amesimama hapa, nilikuwa naona wawili. Kwa hiyo ikawa ndo maisha yangu, siwezi kusimama kwa muda ambao nimesimama hapa. Lakini nikisimama madhabahuni kuhudumu, wagonjwa wanapona, ila mimi naumwa. Nikachukua hatua 2020 hiyo, nikapanda kwenda kuomba. Kuna mlima tunafanyaga maombi huko maeneo yanaitwa Nseketwa unapoelekea Tunduma. Nikaenda kwenye yale maombi. Nilifunga siku 7. Ilinibidi nichukue siku kadhaa nipate nguvu ili kushuka ule mlima. Baada ya kumaliza maombi, niliporudi nyumbani, nimeomba kwa muda mrefu sana. Nirudi ndani, hali yangu bado ikawa mbaya. Nilimsikia Mungu akiniambia kitu kimoja. Alisema, Steve, umeniomba sana ila hujanitolea. Bwana Yesu asifiwe. Nilitoka, nilikuwa sina hela, nilienda nyumbani, niliuza plot kijijini. Nilipata kama shilingi 800 nilimtolea. Bado hali yangu haikutengamaa. Nizidi kuona hali mbaya. Mke wangu amekata tamaa, na mimi najua muda wowote naweza kuondoka. Lakini nilichokuwa na kilinda ni utakatifu. Kwa ifika hatua sikuogopa kufa, ila nilikuwa naogopa kumtenda Mungu dhambi. Siku moja nikiwa nimeingia kwenye maombi ya bila kufunga, sasa nilimwambia Mungu maneno magumu sana. Akasema, Mungu, ulisema kwenye maandiko yako, hakuna jambo usiloliweza, hakuna jambo lililoshindikana kwako. Ulikuwa hujalijua hili, ili kwako limeshindikana. Maombi ya hasira, niliomba vibaya, tena maombi machache, nikalala. Usiku ilipofika saa 8, ninaumwa. Mimi nilikuwa nachukua mtu naweka kwenye kitanda ndo nalala. Kesho tukutana washirika, wanaona mchungaji wao yuko vizuri, lakini ndani yake mimi nateseka, nasubiri saa ya kufa. Lakini nilikuwa ninamtumaini Mungu kupita kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Ilipofika ile siku, nilimwambia ile Mungu hivyo. Ilipofika saa 8 usiku, nilitokewa na mtu mmoja njia panda ya Kiwira pale kuelekea Igogwe. Ya panda Igogwe pale. Nitokewa na mtu mmoja. Aliniambia hivi, Steve, umefika hapa, niliuona msafara wa msiba wako. Imekuwaje leo umekuja ukiwa mzima? Akasema, na mimi nashangaa. Akasema, Mungu ameniambia kitu kimoja, uaminifu wako Mungu atakuponya.
akanichukua akanipeleka kwenye madhabahu. Yule ni mchungaji. Aliponipeleka madhabahuni, alianza kuniombea. Aligusa eneo ambalo ndo linalonisumbua kwenye ndoto. Alipogusa, aliomba kwa muda mrefu. Alipomaliza akasema, mwanangu, imani ulionayo usije ukaiacha, Mungu amekuponya. Niliposhtuka saa hiyo pap, jamani, Mungu ni wa ajabu, nikawa siumwi tena, yani niko vizuri, siumwi, sina maumivu. Namwamsha mke wangu, anambia nimepona. Hakuamini, anambia nimepona, niguse eneo ambalo nilikuwa siwezi kugusa. Akaanza kugusa, haamini. Nikafungua shati, ni mzima, sina uvimbe, nini aliniumi, nimepona kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya kumtumikia Mungu. Wakati naendelea kumtumikia Mungu, tukaendelea na maombi ya kumtumikia Mungu pale kanisani. Siku moja nimetoka kwenye maombi saa 12 asubuhi, narudi ndani, nilimkuta mama mmoja ametumwa na machifu nyumbani kwangu. Akaniambia, Steve, nimetumwa na machifu kukuonya, unapoendelea na maombi usiguse vitu vya watu. Umewazuia njia yao, hawapiti darajani, wanaenda kupita ndundu. Wamesema nikuonye, ombea mambo ya kwako na Mungu wako, usiguse vitu vyako. Nikamuuliza ni nani miongoni mwa watu, akanitajia mzee ambaye namfahamu. Niliamua kwenda kwake, nikamsalimia, nikaenda kumsalimia yule mzee. Nilipomsalimia nikajitambulisha, mimi ni fulani, maana nimesikia mnahitaji kumfahamu Steve anayeongoza kanisa pale darajani. Ni mimi ni fulani, na nilikuwa nafanya kazi fulani, niwahi kukuhudumia, unakumbuka? Sema hapana. Nikawa naondoka, yule mzee akaparalyze hapo. Wakambeba kumpeleka Icon, wakahudumia, ikashindikana. Waliporudi, Mungu akaniambia tena niende nikaseme naye tena ule ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kijana mmoja alikuwa mloma, akaja pale nyumbani akaniambia, nimetumwa nikuambie kinachoendelea. Wale mliofika pale kanisani mmeona kolongo jinsi ilivyo leo. Wakati naanza pale huduma alikuwa kolongo, ilikuwa sawa na hapa na hapa, tunachota maji. Akaniambia hivi, naona kolongo inavyoendelea, wewe unajua kinachoendelea? Sema hapana. Akasema iko hivi, kwenye mto kuna nyoka mkubwa wa kichifu. Huyu nyoka wamemtuma pigane na hilo kanisa, na ndio wale atumwa ili akuue. Kadiri mnapopigana ndio mto unabomoka. Kadiri mnapozidi kushinda, mnapoongeza maombi, mto unabomoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yupo kazini. Amen. Ule mto kaendelea kuchimbika, saizi ni parefu ili pale jirani. Nilipoambiwa ile siri, ilikuwa mwaka juzi, nikaanza kumwambia Mungu, tunalistopisha hili kolongo ikiwa ni nguvu za giza. Na ni miaka miwili saizi kolongo halijaendelea kubomoka. Miaka miwili saizi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yupo anafanya kazi. Haijalishi kuna mahala unapitia, Mungu yupo anafanya kazi. Nakumbuka kabla sijapona ule ugonjwa wa ini, nitakiwa nifie Tukuyu kwenye msiba wa mchungaji Mwandemela aliyepata ajali ya bodaboda. Nakumbuka wakati umetoka hapa tukaenda mpaka Tukuyu, ninaumwa, niko kwenye hali mbaya. Wakati tumekaa pale msibani, nilikuwa ninatamani angalau nikakae tu jirani na askofu labda nipone. Kila nikijisogeza nakutana kama yeye ndani. Nenda na msalimia kama naye anielewe. Yaani anifahamu. Askofu mimi anifahamu. Kwa nini najipendekeza lakini sitambuliki. Nikijua kabisa mimi bila kuombewa na askofu Mbeya sirudi. Nafia. Nilienda hivyo nikawa natia huruma, akikaa sehemu najisogeza, najipenyeza tu hivi angalau anisemeshe, nimweleze shida. Hakunisemesha. Nilipomsalimia, Mungu akubariki. Amema. Niliumia. Nifikiri labda ataniuliza wewe nani? Ili angalau nichomekee na hali nilionayo. Lakini akawa kimya. Baadaye nakumbuka nilipotoka kwenye ule msiba aliumba kwenda Ileje kwenye huduma. Nilituma ujumbe, askofu mimi naumwa, naomba niombee. Alinijibu akasema Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe kila jaribu kadiri linavyozidi kukua,
ndivyo utukufu wa Mungu unazidi kuongezeka. Siku moja nilisikia sauti ya ajabu. Wakati nimechoka nikamwambia Mungu, sasa kama ni kuabudu mimi haina maana. Nilisikia sauti ya wazi ikaniambia, Steve, ukikimbia mateso umeukimbia msaada wako. Ikabidi nitulie, endelee kumshukuru. Ninamshukuru Mungu. Ninayo mengi lakini muda hautoshi. Bwana Yesu Kristo. Mungu akitupa nafasi tutasema na mengine ambayo Mungu amefanya. Mambo ya ajabu sana. Ninaamini kupitia mateso yale ambayo nilikutana nayo, mimi namtumikia Mungu kwa hasira. Bwana Yesu asifiwe. Ninatumika kwa hasira. Naona kama bado sijatumika. Bado sijatumika. Bado sijatumika. Hata watu wakiinuka nasema bado sijatumika. Bado sijatumika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimealishwa sumu kwenye chakula. Sumu. Nimekula, niliambiwa chakula peo, chukua chakula, kula, usiombe. Na sikuomba nikala. Kumbe ameweka sumu. Kesho asubuhi na watoto watoto, nenda mkaangalie Steve kama ameamka. Wanafika nakuta nimeamka. Wewe unatumikia Mungu nafikiri hayupo. Mungu tunamtumikia yuko wapi? Mungu yupo. Kama ulikuwa na namna ya kuweza kukata tamaa, ninakutia moyo, Mungu yupo. Kama kuna mahala unapitia utakata tamaa, nakutia moyo, Mungu yupo. Kadiri jaribu lako linavyoongezeka na utukufu wa Mungu juu yako unaongezeka. Mungu wa mbinguni akubariki. Ilikuwa ninakuinua mahala ambapo wewe umekwama. Mungu akubariki sana.